Basi taniazimisha za kwako. Nguo zangu mimi nikuazimishe wewe. Sitakuwa ni hatari. Sitakuwa kama vile mdoli. Hivyo ili nikachekesha watu huko. Ninatambua Asia kama unandai na wala sijasahau kabisa. Nilikuwa naomba tu nisaidie kwa sasa. Mi hata kama ni kwa riba nitalipa. Riba tena? Mi riba wapi na wapi? Kwani ulikuwa unahitaji shilingi ngapi? Hapo ningepata kama ile ya kipindi kile. Hata kama itazidi kidogo, utakuwa umenisaidia sana. Basi usijali. Hiyo pesa nitakuletea nyumbani. Kesho nitakuja nimuone na mama. Tashukuru sana shoga yangu. Hata usijali. Yaani wewe ndio umekuwa ukinifanya kati zote jamani. Hata usijali shoga yangu. Kwa sababu sifiki tena nyumbani kwako. Naomba tupishane, nirudi zangu nyumbani. Basi haina shida. Tenda wema nenda zako, shukurani ana mwanadamu atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu, mirati ndio kitovu cha hadithi. Ndugu wanaibadili hadithi, kisa ni mali za urithi. Mirati ndicho chanzo cha maasi. Ndugu wamegeuka wasi, kisa ni mali za urithi. Kisa ni mali za urithi. Hakutenda kosa lakini alihukumiwa. Hakujua kisa nini na uhai akadhulumiwa. Maginya mtu wa watu, hakuwahi iba cha mtu. Ubaya akapewa na watu, ama kweli chuma uliwa. Pitisha hiyo nayo. Na matulia sasa. Umemleta tena huyu? Si ungemwacha huko mtaani akaishi na vichaa wenzie. Sasa hapa umemleta afanye nini? Tufanye sasa, tufungue odi ya vichaa. Tuwalee hapa. Kawalete na wa mtaani baba, kawakusanye walete. Tuwafuge. Labda tutapata hata mshahara huko serikalini. Hivi wewe unajisikia unavyoongea? Umejisikiliza vizuri, unaelewa unachokiongea? Yaani mama yangu nimwache mtaani, si ndio? Amekuwa mfano wa wale ambao unawataja. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Huyu hata kama angekuwa katika hali gani, bado ni mama yangu tu. Hata kama angekuwa katika hali ambayo kila mmoja angemshangaa, still mama yangu tu. Na ana thamani kuliko mwanamke yeyote hapa duniani. Kwa huyo ana thamani sana. Ananizidi hata mimi kwa kweti. Huyo ndo ana thamani sana. Sasa basi, kuanzia leo, huyo naye muona wa thamani kwako ndo atakufanyia kila kitu. Atakupikia, atafua nguo zako, yaani kila mahitaji unayohitaji kwangu mimi wewe atakufanyia huyo mwenye thamani kwako. Shangazi, unajua mimi leo nilikuwa pale nyumbani, mimi Sakwima na mama niligusia kuhusu kuuza zile mali za marehemu baba yetu. Mama alikuwa mkali, unajua mkali kama pilipili. Nikamwambia mama, usipojiangalia utajikuta we ni mpangaji kwenye mali za mume wako. Ninachowaambia inatakiwa mchangamke. Mkaze buti mpate zile mali, yule mama atoke hapo. Sio kwake, ni kwenu nyie mliachiwa mali na baba yenu. Unasema kuchangamka.
tuchangamke wangapi? Akati Sakwima leo tulikuwa pale kwenye kikao mimi na mama. Sakwima amenigeuka akarudi tena upande wa mama. Labda useme nichangamke mimi mwenyewe. Amekugeuka mara hii wakati mlikaa mkaelewana? Haya ni makubwa. Sasa sikia nikwambie, achana na Sakwima. Pambana wewe kama wewe ili upate zile mali. Unaelewa? Uachane na Sakwima kabisa. Yeye adili na mama yake na wewe udili kama wewe, na mimi shangazi yako nitakuwa nyuma. Nitakusaidia kwa kila kitu. Chochote kitakachokwama uniambie, tapambana. Unaelewa? Na usifikiri kwamba nawasaidia mimi nataka hizo mali. Amna, mimi nawasaidia mpate zile mali, yule mama atoke pale. Aya shangazi, nashukuru kwa ushauri wako. Mimi nitajitahidi, nitachangamka mimi kama mimi. Shangazi, hivi humo ndani hamna hata kaugali? Nina njaa unajua. Wewe naye hampigagi kwenu huko? Ingia uangalie. Kisa nimaliza urithi. Mirathi ndicho chanzo cha maasi, ndugu wamegeuka wasi. Kisa nimaliza urithi. Siku hizi unajeuli sana, si ndio? Unajeuli sana. Unaweza kuniambia labda umepanga kufanya nini kwa ajili ya mama yangu? Kwa sababu unaonekana unaongea na unaonyesha chuki dhahiri kabisa kwamba kuna kitu unachokusudia kukifanya kwa mama yangu, si ndio? Umemwona alivyoloana? Hiyo ni tulela tu baba. Picha kamili bado. Ipo siku nitakuja nimfanyie kitu kibaya. Utokaa ukaamini kwenye maisha yako. Nitakuja nimvunje hiyo miguu yake huyo. Na nisipofanya hivyo, nitafanya kitu kikubwa. Utokaa ukamwona kwenye ulimwengu huu. Sasa iko hivi. Ngoja nisubirie hiyo siku ufanye hicho ulichokikusudia, alafu uone tutapata majibu gani kwa utakachokuwa umekifanya. Ndio nimeshasema. Tenda mema nenda zako, shukurani ana mwanadamu atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu. Mirathi ndio kitovu cha hadithi, ndugu wanaibadili hadithi. Kisa nimaliza urithi. Mirathi ndicho chanzo cha maasi, ndugu kisa nimaliza urithi. Na tena shito nene lisumpe lyako. Ukwane ntakone ne kwisa ukowera to lekana kano mwana wankolo wani. Lekana kano nkaire. Ule ni kwa hene. Wewe ndirola ketoke tere kabunti. Ndio kilicho kutoa huko kwako kuja kuniambia huu ujinga. Kwani Ngaile ni mtoto mdogo? Ngaile si ni mtu mzima? Anajua jema na baya. Hivi kwa nini mnamng'ang'aniza kuishi na huyo mwanaume? Mwanaume mwenyewe ndio huyo. Mwanaume suruali. Kila siku kutwa nzima nguo ile ile. Kazi kufuga mindevu tu. Wengine wanafuga ng'ombe, wanafuga mbuzi. Yeye hizo ndevu ndo atauza amhudumie Ngaile. Mwacheni aishi maisha aliyoyachagua. Maisha aliyoyachagua? Weho wabire mwalimu. Ho wabire urobona toho ntware kisoka nankoshi wingera kati. Wabire refa. Wanje nako yo barankereje bareswara matenya bayoswara manyenta kama mipasuo. Uroreta koni tebe entereaka. Sasa kama unataka Ngaile asije hapa kwangu, naomba umfunge kamba miguuni. Wewe unatembea naye, ila nikikutana naye tu nampa mipango. Unijui, mimi ndo Viki, mama wa mipango. Nani asiyenijua hapa kijijini? Upo mama? Mama wa mipango. Unenengene nasunya kapye yose. Nuru nakarare nemeraka. Banganko bareyo kokoha. Toko heki. Toko heko yomba. No toka yompere ko Nyanza toja na ngwina. Goteho kwenu yo. Amala ko kuyomba. We mama wewe, sina muda wa kusikiliza ujinga kwa kumjibu mjinga kama wewe. Naomba utoke. Narecha irobo jumbe na abo shishaka. Ujumbe. Hey, kama wengine walishashindwa, wewe ndo taniweza. Mimi ndo Viki, mama wa mipango. Muone. Mirathi ndio kitovu cha hadithi, ndugu wanaibadili hadithi. Kisa nimaliza urithi. Mirathi. Nilikuamini, nilikuwa nakutegemea,
Ulikuwa binti mzuri, binti mwenye nidhamu, binti mwenye utii. Leo unabadilika. Sikutarajia Miza, sikutarajia utaniletea aibu na namna hii. Umenitia aibu mimi. Umetia aibu ndugu zako, umeitia aibu familia kwa ujumla. Narudia kuuliza, ni nani aliyekuja na ujinga akakutia ujinga, wote wawili mkawa wajinga wapumbavu mpaka ukakubali kutembea na huyo akakutia ujauzito? Naomba uniambie, taja. Mungu wangu, wewe ndio umekuwa ukimpatia majaribu kila mwanadamu, na wewe pia ndiye umekuwa ukiondosha majaribu hayo kwa wanadamu. Mungu wangu, wewe ndiye baba yangu, wewe ndiye kimbilio langu. Ninakuomba, tazama jaribu langu hili. Tazama afya ya mama yangu. Ninaomba unisaidie mama yangu apone, arejee kama awali, akiwa mwenye afya na furaha. Mungu wangu, natamani kumuona mama yangu akicheka tena. Natamani kumuona mama yangu akisimama kwa miguu yake. Mungu wangu nisaidie. Unaulizwa umekaa kimya. Hautaki kusema mwenye mimba ni nani? Unataka kuniaibisha mimi kakako? Unataka kumwaibisha baba? Unataka kuiaibisha hii familia yote kweli? Miza, naomba useme mwenye mimba ni nani. Uko kimya si ndio? Umeona ujinga wa mdogo wako? Unaona ujinga anaofanya? Kiburi. Hivi Manyanza, nikiamua leo nimtimwa huyu nyumbani kwangu, nitakuwa mimi nakosa? Naomba umpe muda. Nitakaa nitazungumza naye, aniambie mwenye mimba ni nani. Baada ya hapo mambo yatakaa sawa kabisa baba. Manyanza, baba, ongea naye. Sawa baba. Natoka. Nikirudi nikute jibu. Mimi lengo langu ni kumtaja ni nani aliyemtia ujauzito. Haya, natoka. Sawa baba. Unaona? Tenda mema nenda zako, shukurani ana mwanadamu atakufanyia matambiko. Haijalishi ni ndugu wa damu, mirati ndio kitovu cha hadithi. Ndugu anaibadili hadithi, kisa ni mali za urithi. Mirati ndicho chanzo cha maasi. Ndugu amegeuka wasi, kisa ni mali za urithi.